Tumepokea taarifa kutoka gerezani kwa mwenyekiti Tundu Antipas Lissu ambaye kesho tarehe 11 mwezi huu wa Juni anatakiwa kuwepo mahakamani, mahakama ya rufaa kwa ajili ya kusikilizwa kwa maombi ambayo Jamhuri ulipeleka mahakama ya rufaa, lakini kwa maombi vile mwenyekiti Lissu ambayo naye aliyapeleka mahakama ya rufaa. Sasa tumepokea taarifa kutoka huko gerezani kwamba mwenyekiti Lissu ameandikiwa barua ya kutakiwa kupeleka majina ya watu 40 kwamba ndio watu hao peke yake waruhusiwe kuingia mahakamani kwenye kesi yake, na tumejulishwa kwamba mwenyekiti Lissu hajakubaliana na utaratibu huo kwa sababu ni utaratibu ambao hauko kwenye sheria na hauko kwenye taratibu za haki, utaratibu ambao unanyima haki kutendeka na haki kuonekana ikitendeka katika kesi sana ya uhaini ambayo ndio shtaka kuu kuliko lote katika mashtaka katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, shtaka ambalo mtu akikutwa na hatia nalo adhabu yake ni kifo. Kwa ukubwa wa kesi hiyo ambayo ina maslahi ya umma, ni kesi kuu kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu, utaratibu huo mwenyekiti Lissu hajakubaliana nao. Bila kuingilia uhuru wa mahakama, kuweka utaratibu mahakamani ambapo haki itatendeka na haki itaonekana ikitendeka. Na utaratibu ni rahisi tu. Shauri hili sasa liko mahakama ya rufaa. Mahakama mbili hizi, mahakama ya rufaa na mahakama kuu hapa Dar es Salaam, ziko karibu. Sasa mahakama ya rufaa kwa namna ilivyojengwa ina ukumbi mdogo sana. Kutokana na udogo wa ule ukumbi wa mahakama ya rufaa, mahakama ya rufaa kwa kawaida kukiwa na mashauri yenye maslahi ya umma, mahakama ya rufaa inaendeshea mashauri hayo kwenye jengo la mahakama kuu ambalo lina kumbi kubwa zaidi. Na pale mahakama kuu ukumbi mkubwa zaidi ni ule ukumbi namba 1 ambao una nafasi ya watu kukaa chini na una nafasi ya watu kukaa juu kwenye jukwaa. Kwa hiyo una nafasi ya wingi wa watu wengi zaidi. Taarifa nilizonazo mimi kutoka vyanzo vya mahakamani huko ni kwamba ule ukumbi namba 1 mahakama kuu kesho hauna kesi yoyote. Kwa hiyo mahakama ya rufaa ifanye utaratibu wa kuhamishia usikilizaji wa shauri hili kufanyikia katika ukumbi wa mahakama kuu namba 1 ili kutoa nafasi pana ya wingi wa watu wa kuingilia mahakamani kufuatilia shauri hili. Kwa hiyo natoa mwito kwa wasajili wanaohusika wa mahakama. Msajili anahusika na mahakama rufaa, msajili anahusika na mahakama kuu, kuchukua hatua za haraka za kiutawala kuepusha hatari na shari inayoweza kusababishwa na hizi haya matendo yaliyofanywa ya kutengeneza mazingira ya watu kuanza kugombana kwa jambo ambalo watu hawastahili kabisa kugombana. Na nitoe mwito wa wazi kwa jaji mkuu na jaji kiongozi, kama watendaji na viongozi wanaosimamia muhimili wa mahakama katika majukumu sio tu ya usimamizi wa haki na majukumu ya kiutawala, kuweza kuingilia kati jambo hili, kuonyesha kwamba imeshiriki njama za kudhibiti watu, idadi ya watu na uhuru wa watu kuwepo kwenye mahakama ya umma ambayo ni mahakama ya wazi, ni open court, kusikiliza shauri kubwa kabisa la uhaini, shauri linalomhusu kiongozi wa kisiasa anayeongoza chama kikuu cha siasa Tanzania, mwenyekiti Tundu Antipas Lissu. Kwa upande wa kwanza ni upande wa mahakama. Kwa nitoe mwito kwa mkuu wa jeshi la polisi IGP kuweza kufuatilia jambo hili. Jeshi la polisi kwa ujumla wake wasikubali kuingizwa katika kuchafuliwa wote kwa umoja wao kwa sababu ya matendo ya watu wachache ambao wanaacha kufanya kazi kwa ukweli, kwa haki, kwa uweledi. Na tukumbushe jeshi la polisi, hizo njama zikome. Tumeamua kuzisema wazi kwenye vyombo vya habari, hizo njama zikome ili kesho
kesi isikilizwe kwa njia za haki, kwa njia za amani. Sisi Chadema, pamoja na kuumizwa kwetu na kudhalilishwa kwetu na kupitishwa kwenye mambo mabaya yasiokuwa ya haki kabisa, lakini tumekuwa chama kinachoheshimu utawala wa sheria. Tunaamini kwamba mwenyekiti Lissu atasimamia haki kama ambao umesimamia muda wote, na sisi tutakuwepo mahakamani kufuatilia kuhakikisha haki inatendeka, na haki inatendeka kwa wazi, na haki itendeke ikionekana wazi ikitendeka. Kwa nimalizie kwa kutoa mwito kwa wananchi na wadau wa haki na demokrasia walioko hapa nchini kujitokeza mahakamani kufuatilia kitakachoendelea katika kesi hiyo. Nitoe mwito kwa vyombo vya habari kujitokeza mahakamani, na kwa haya niliyoeleza, mna wajibu wa vyombo vya habari kuwepo nje ya mahakama na ndani ya mahakama, ili matukio yote yatakayoendelea siku ya kesho katika viunga vya mahakama zote mbili, mahakama ya rufaa na mahakama kuu, yamulikwe na nyinyi kama muhimili wa 4 wa dola, fourth estate, mkatimiza huo wajibu wenu. Na nitoe mwito kwa wadau wa kimataifa na vyombo vya habari vya kimataifa, vile ambavyo wadau watakaoshindwa kuwepo mahakamani kesho na vyombo vya habari vya kimataifa vitakavyoshindwa kuwepo mahakamani kesho, bado wadau wote hawa nao watumie njia zao na watumie vyombo vilivyoko na wadau walioko pale mahakamani kuweza kufuatilia jambo hili vile vile, ili jamii ya kimataifa nayo imulike hayo ya matendo dhalimu na haramu yanayokusudiwa kufanywa mbele ya viunga vya mahakama siku ya kesho ya tarehe 11 mwezi Juni mwaka 2026. Kwa ni hilo ambalo tumewaitia kwa dharura kidogo, kwa sababu tukiona tusisubiri mpaka kesho matatizo yatokee afu ndio viongozi tuseme tulijua au tuliambiwa, katika jambo ambalo linaweza kudhibitiwa kwa ukweli, kujulikana na kila mdau kwa namna yake kuchukua hatua pale anapoweza kuchukua. Swali lako umeuliza juu ya Bakari kuhusu nani alipeleka barua kwa Lissu, uongozi wa mahakama au magereza au nani? Kwa kadiri ambavyo nimekuwa briefed, kwa sababu bahati mbaya sisi viongozi tumenyimwa access ya kumuona Tundu Lissu mpaka sasa. Kwa ningeona naye maana ningepata jibu la moja kwa moja kutoka kwake, na nimekuwa briefed vile vile kwamba baadhi ya mambo yanayofanyika haya ni kwa nia vile vile kuondoa kwa udhibiti wananchi, wanachama, wadau wa ndani na nje ya nchi kufuatilia kesi ya Lissu, lakini wanataka vile vile viongozi tusipate access yoyote ya kuwa karibu na Tundu Lissu kesho akipelekwa mahakamani, kama ambavyo wametunyima gerezani watunyime vile vile mahakamani. Sasa nani aliyepeleka hili? Hiyo barua imepelekwa na mahakama, imepelekwa na utawala wa mahakama na magereza wameipokea, mwenyekiti Lissu amepewa,